حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei ameonya kuwa vita kamili kati ya Marekani na Iran vitatengeneza vita kubwa mno na kwamba ulimwengu hautavumilia kitakachotokea. Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba vita hivi vitakuwa ni vita vya kikanda, ni vita ambavyo vitajumuisha mataifa mengi, hasa mataifa ambayo ni washirika wa Marekani, kwani Iran itafanya mashambulizi kila kona ambapo kuna rasilimali yoyote ya Marekani. Ikumbukwe katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kuna ngome nyingi za kijeshi za Marekani katika mataifa mengi, na ndio maana mataifa mengi katika eneo hilo yamekuwa yakiomba Marekani isitumie anga zao. Ayatollah Al-Khamenei ametoa matamshi hayo alipohutubia umati wa watu kwenye makazi yake mjini Tehran kuadhimisha kuanza kwa siku kadhaa za sherehe za miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchi hiyo yaliyotokea mwaka 1979. Katika hotuba yake, kiongozi huyo na mkuu wa nchi alisema Marekani inayokodolea macho mafuta na kutahadharisha kwamba wanataka kuichukua nchi hiyo wahi kuidhibiti miaka iliyopita. Wamarekani ni sharti wafahamu kwamba wakianzisha vita safari hii itakuwa ni vita ya kanda nzima, anasema Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi huyo wa Iran aliongeza pia kwamba sisi sio wachokozi, hatutomtendea ubaya yeyote, hatuna mpango kuishambulia nchi yoyote, lakini iwapo yupo atakayeonyesha tamaa na kutaka kutushambulia au kutoghasi, Iran itatoa pigo kali kwao. Tamshi yake yanakoleza moto na mivutano katika wakati ambapo Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kwa kile alichokiita ukandamizaji, ilipotumia nguvu kubwa katika maandamano makubwa ya nchi nzima yaliyotikisa Iran mwezi Januari. Hii ni mara ya kwanza kwa Khamenei kutoa kitisho cha moja kwa moja tangu Marekani ilipotuma manuari yake ya kijeshi na msafara mkubwa wa meli za kivita kwenye bahari ya Arabia, jirani kabisa na Iran. Trump amesema anatafakari hatua za kuchukua kuiadhibu Iran kwa kuwaua waandamanaji. Haijafahamika hadi sasa iwapo Trump atatumia nguvu za kijeshi, na ameitaka mara kadhaa nchi hiyo kurudi kwenye meza ya mazungumzo kutafuta makubaliano kuhusu mradi wake wa nyuklia, changamoto nyingine katika mahusiano kati ya Tehran na Washington ambayo hadi sasa haijatatuliwa. Khamenei amesema maandamano yalikuwa sawa na mapinduzi. Ameonyesha kuchukua msimamo mkali dhidi ya maandamano yaliyogubika nchi hiyo licha ya hapo kabla kukiri kuwa kulikuwa na madai ya msingi ya waandamanaji kuhusu hali ya uchumi, lakini baadaye maandamano hayo yalikuja katika mpango wa kile kilichotakiwa kuondolewa madarakani kwa serikali yake. Maandamano ya umma yalianza Disemba 28 mwaka 2025 yakichochewa na kuanguka kwa thamani ya sarafu ya Iran. Baada ya hapo yalishika kasi na kugeuka kuwa upinzani dhidi ya utawala wa Khamenei. Uchochezi wa hivi karibuni ulikuwa sawa na mapinduzi, lakini bila shaka mapinduzi hayo yalizimwa. Lengo lao lilikuwa ni kuharibu maeneo yote muhimu yanayohusisha kuongoza nchi, na kwa sababu hiyo walishambulia vituo vya polisi, majengo ya serikali, kambi za kijeshi, mabenki na misikiti, na kuchoma moto nakala za Qur'an tukufu. Walivilenga vituo vinavyoendesha nchi, alisema Al-Khamenei. Shirika linalofuatia haki za binadamu nchini Iran lenye makao yake makuu nchini Marekani limeripoti kwamba zaidi ya watu 49,500 wamekamatwa katika ukandamizaji uliofanywa na mamlaka dhidi ya waandamanaji. Takwimu hizo hata hivyo zinakinzana na zile zilizotolewa na serikali ambazo zimeitaja idadi ya watu kuwa ni 3117, ikisema watu 2427 ni raia wa vikosi vya usalama waliouawa na kuwataja waliosalia kuwa ni wale waliotaka kufanya ugaidi ndani ya nchi hiyo katika kile walichotaka kufanya kuipindua serikali na kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Mzozo kati ya Iran pamoja na Marekani bado ungali unaendelea licha ya kwamba ni mzozo wa maneno kwa wakati huu. Ni wakati ambapo Ayatollah Al-Khamenei ametoa kile kilicho moyoni kwamba lazima wahakikishe hawaiachi salama Marekani ambayo inataka vita wakati wote na Iran. Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba wale wake Marekani irushe kombora lolote ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo zito ambalo litatokea
ni mamlaka yake kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya utawala wa Donald Trump, na kwamba vita hivi vitakuwa ni vita kubwa mno ambavyo havijawahi kutokea katika ulimwengu, vitakuwa ni vita vya kikanda. Hata hivyo, inaonekana baadhi ya mataifa kama vile Misri zimeanza kusogeza majeshi yao, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika kipindi hiki cha mzozo. Lakini pia baadhi ya mataifa yameanza kujiandaa kwa ajili ya mapambano. Huko nchini Iraq, vijana wanaandikishwa katika jeshi na wanaenda kwa wingi kwa ajili ya kile ambacho baadhi ya wachambuzi wanasema ni kwa ajili ya kujilinda ndani ya taifa lao ikiwa vita kubwa vitatokea, lakini wengine wakisema kwamba kuna mpango wa vijana hao kupelekwa nchini Iran. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.